Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Apostle Devota Gwau. Nimekuja mbele zako kwenye kipindi chetu cha This is my story. Hiki kipindi ni kwa ajili yako wewe mtu, kutujenga, kutuimarisha, zaidi ya yote kututia nguvu na kujua kwamba katika magumu tunayopitia yana mwisho. Kwa hiyo wakati huu tena au muda huu tena mzuri, ninayo mtumishi wa Mungu hapa, binti yangu ambayo yuko mbele yetu. Yeye atajitambulisha kwa sababu hichi kipindi cha This is my story kina ushuhuda, ni kipindi cha ushuhuda. Na watu wanatoa yani shuhuda zao na historia zao. Ndio maana nikakipa This is my story, kwa sababu lazima kuna historia, vyanzo vya mambo uliyopitia, alafu inakuja hiyo deliverance yenyewe. Kwa hiyo ninaye binti hapa, atajitambulisha yeye ni nani na ametokea wapi na Mungu amefanya nini na alipita wapi, ikawa vipi mpaka leo yuko hapa. Karibu sana binti yangu. Jina lako, unaitwa nani, majina yako matatu? Naitwa Witness Grayson Msowe. Karibu sana Witness. Mungu amekufanyia nini na ulikuwa na shida gani? Nilikuwa na tatizo la kubreed. Ulikuwa na tatizo la kubreed. Okay. Tangu lini ulikuwa na shida hiyo? Toka mwaka jana mwezi wa 11. Tangu mwaka jana mwezi wa 11. Ndio. Ilianzaje? Ilikuwa tu inatoka, mimi nikajua kawaida, kwa sababu ilianza wakati wa hedhi au ilikuwa tu ghafla ukaanza kusikia tu unatokwa damu? Ikawa inatoka, naweza kaanza kama mwanzoni mwa mwezi, kabla tarehe 5. Natoka labda mpaka tarehe 15 inapumzika. Unapumzika siku ngapi? Napumzika tu hapo katikati, unashangaa kama tarehe 20 ngapi tena inaanza. Kwa hiyo kupumzika kwako ilikuwa siku 2 3 inaanza tena? Inaanza tena. Kwa mimi nikawa najuaga tu hali ya kawaida. Kutoka hapo nyuma nilikuwa natumia uzazi wa mpango. Nyuma ulikuwa unatumia uzazi wa mpango? Uzazi wa mpango. Kwa hiyo nikajuaga ni kawaida kwa sababu nilikuwa natumia uzazi wa mpango. Kawa imeenda, nikaona umerudia tena mwezi tena ulofuata hivyo hivyo. Mwezi ulofuata nikaona inazidi. Ikabidi nianze kwenda hospitali. Nikaenda hospitali. Ngoja sauti kidogo. Nikaenda hospitali. Nikacheki, nikaambiwa sina tatizo. Nikawa tunaambiwa nile mboga za majani kwa wingi na ale matunda damu. Kwa nini walikwambia ule mboga za majani na matunda damu? Sababu nilikuwa natokwa damu nyingi. Kwa hiyo damu ilikuwa inaisha? Hamna, nilikuwa tunaambia mbona naishiwa nguvu, nasikia sana kizunguzungu. Kuna siku ndo nikaenda kupima damu, nikakuta damu ipo 8. Imepungua. Kwa hiyo akakushauri ule matunda damu na mboga za majani. Okay. Hapo nilikuwa nashindwa kumwambia mama yangu. Kwa sababu mama yangu yeye ni mtu wa dini sana. Alafu mimi huwa nilikuwa siendi kanisani. Nilikuwa tu nipo. Nilikuwa na marafiki zangu tu, wale watu wa kujirusha klabu. Baadaye nikaona hali imezidi. Sikutaka kumwambia mama wala ndugu yangu yoyote. Wakawa wanajua baadhi ni marafiki zangu. Basi nikaamua kutoka nyumbani kwangu nilipokuwa naishi. Ulikuwa umepanga? Hapana, nyumbani kwangu. Kwa mume wako? Kwangu nilipojenga na mume wangu. Okay. Kwa wewe ulikuwa umeolewa au umeolewa? Nilikuwa naishi na mwanaume, na tukabahatika tukajenga. Tulia kidogo. Ulikuwa unaishi na mwanaume ambaye ulimkuta hana kitu? Hana kitu. Mkaanza moja? Ndio. Usiwe na emotion sasa. Make machozi yanataka kutoka. Hapana. Hapa sio mahali pake. Kwa sababu ni majira yako ya kurudi kwa mume wako. Usiogope. Kama Mungu amelimaliza hilo nalo limeisha. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ulivyokuwa damu inazidi na nini ukabidi utoke? Nikatoka, nikarudi kwa mama. Na wanangu. Una mume wako alikwambia, alijua kama unatoka damu mfululizo? Hapo tushatengana.
Kwa ulikuwa naishi ndani ya nyumba wakati tayari hakuna urafiki? Ameshaondoka, ameondoka toka mwaka juzi. Okay. Aliondoka akakuachia nyumba? Ndio. Na mlikaa muda wa miaka mingapi mtoto wangu? Miaka kama 6. Na mna watoto wangapi? Nimezaa naye mtoto mmoja. Wa kike wa kiume? Wa kike. Okay. Lakini tudili hasa leo na kile ambacho Mungu amefanya nini wakati unatoka na mko ukaondoka Kimara ukaondoka kwako ukaja kwa mama. Kaja kwa mama. Bila sikutaka kumwambia mama yangu chochote. Wala ndugu yangu yote. Kwa nyumba ukafunga? Nikafunga. Nikakaa mimi tu nikawa naona kawaida. Nipita miezi 3 simwambie mtu yote. Kwa nikawa nimetoka nimeenda huko. Nikatoka nikawa naenda kuombewa na marafiki zangu, lakini sioni chochote. Mpaka nilifikia stage nikasema ndio maana mimi wasipendi kwenda kanisani. Sababu unaona ni uongo. Akaniambia mna wewe tu unaenda mara kwa mara. Nikamwambia mimi siendi tena, nimechoka. Kwa nini uliwaza kwamba ni uongo? Sababu tu ulienda makanisa mbalimbali hujakutana muujiza wako. Ndio. Huwa kila jambo na wakati wa Mungu. Umenielewa Yaani uko wakati wa nani mwanangu? Wa Mungu. Na sio pia kila mtumishi anaweza kukufungua. Kuna kila mtu ana mtu wake anaweza kumweka huru. Na pia wakati wa Mungu ni mzuri zaidi kuliko wakati wetu sisi wanadamu. Yamkini ulikuwa naenda kwa watumishi wa Mungu, lakini wakati wa Bwana ulikuwa bado hujafika. Sawa? Sawa. Shika mic vizuri. Yes. Basi nikaanza kwenda kwa waganga. Nikaelekezwa mganga wa kwanza hivi Manzese kule mbele. Nikaenda. Nikaenda yule mganga nikaenda tu siku moja. Kabla hujaenda kwa waganga ulienda kwenye makanisa mangapi? 3. Okay, sitaki hata nijue ni kina nani, lakini ulienda kwenye makanisa 3. Yale makubwa. Ndio. Yenye miujiza. Ndio. Na ishara. Ndio. Na ajabu. Ndio. Endelea mwanangu. Nikaenda huko kwa mganga huko Manzese. Akanipa dawa, nikazitumia zile dawa. Nikaona bado. Nikatoka nikaenda Mbezi tena. Nikapewa dawa nikatumia. Nikaona Mbezi kuna mganga. Mbezi Kimara, Mbezi ya Luisi, Mbezi mwisho. Nikaacha. Nikatoka siku hiyo nikaambiwa niende Chanika. Nikawa naenda Chanika. Nikaacha. Hivyo vyote mamangu akawa hajui chochote kinachoendelea. Waganga 3 hao. Nikatoka kuna mtu akaniambia twende nikupeleke kuna bibi Kibaa. Nikamwambia sawa, haina shida. Nikawa tunaenda huko. Tapewa dawa. Na ukienda kwa waganga wanakuambiaje? Nataka kusikia hicho kitu. Wanasemaje waganga? Wengine wananiambia tu umekanyaga kitu kibaya. Wengine wananiambia kuna vitu umevifanya umevikosea. Nikiwaza vitu gani? Wengine ndio hivyo wakaniambia mwanamke mwenzio anakufanya hivi. Wengine ndio huyo wa mwisho ndio akaniambia hivyo. Kimwanzako akufanya hivyo. Akanipaga dawa mara kwanza nikawa nazitumia. Siku hiyo nakumbuka wifi yangu akanipigia simu mmoja. Akawa ananiambia nilikukosea sana, naomba unisamee. Ila uwe makini, uwe mwenzio kuna vitu anavifanya vingi sana. Na sio kwamba unagombana na mwenzio anakuchukia, atoe huduma labda kwa sababu labda anakuchukia, hapana. Ila wewe mwenzio mshirikina sana. Mimi nikamwambia na wewe ukiwemo. Kwa sababu bila wewe hayote asingetokea. Kwa naomba sasa hivi naomba mniache na maisha yangu. Kama ni shida na mwanaume mimi nishaamua kuacha. Basi nikawa naendelea na mambo yangu kuna huko. Hiyo siku tukaenda kwenye shughuli. Wifi yangu alinialika. Wifi yangu mwingine. Katika kunialika tukawa tunakunywa, tunacheza, tunakunywa, tunacheza. Mwisho wa siku yule mke mwenzangu alikuja kama yeye akavamia shughuli kwa sababu na familia ya wanaume wampendi. Kwa akavamia shughuli, akaja na huyo mwanaume wake wakakaa nyuma. Wakawa wamekaa wanaagiza vinywaji vyao wanakunywa na mimi nimekaa na kina wifi tunacheza, tunakunywa. Mwisho wa siku akawa ameninyoshia kidole cha kati. Mimi wasipendi dharau. Nikachukua bia nilikuwa nimeshika nikamwagia. Mke mwanzako huyo? Pale pale. Tukatolewa nje.
na security. Kwa nini wewe umeanza kumwagia mwenzako bia? Nikamwambia muuliza alichonifanya. Akasema wewe ndio umeonekana umeanza kumwagia bia. Nikamwambia mimi sio chizi. Mimi ni mtu mzima najitambua nini nafanya. Kwanza pale ugomvi akaanza analetea makelele. Nikamwambia sikiza nikwambie, usinitafute ibilisi. Nitakuja kufanya kitu. Sasa hivi hapa utoamini. Okay. Sawa basi. Katika kugombana pale, yule dada akanitamkia sasa kwa mdomo wake. Kwa uwazi sasa. Hicho nilichokufanyia. Sasa nataka bado uendelee kuteseka. Nikamwambia hata mimi huo mchezo nafanyaje? Naupenda sana. Kwa endelea, ila ujue Mungu yupo, ipo siku. Utajua ukweli wake. Basi. Kwa ukawa sasa umemjua adui yako dhahiri. Kwa sababu alitamka mwenyewe kwa mdomo wake mbele ya watu. Wifi alisema, wifi aliniambia. Namba 2 yeye mwenyewe akasema. Akaniambia. Kwa ukajua hii sasa sio kawaida, kuna mkono wa mtu. Kumbe hapa kweli mdada ndo anafanya, mimi natokwa damu siku zote. Okay. Baada ya hapo basi mimi kaendelea tu kutumia hivyo dawa zangu. Tumia za waganga. Hapo ndo kakaza zaidi na waganga tena umerogwa. Mkando na kazana. Manake unajua kama hujapata neema ya kumjua Mungu, hapo si ndio natia bidii kuchoma, kuvusha ndo kunywa. Ndio. Endelea mwanangu. Basi siku Ramadhani nilipoanza hii ya Kiislamu, nikawa napika iftari nyumbani, alipeleka Kariakoo. Alafu pale nyumbani na wasambazia watu wa pale mtaani. Nikawa kuna mazoea nimejenga na wadada wanaoishi pamoja na Jose. Kwa kasema watafutie huko ndani oda, kuna kaka wanakaa huko watafutie oda. Nikamwambia basi sawa, ina shida. Nikakaa nikawa nauliza. Huyo kaka akasema utakuwa unaletea mimi, ila sasa mimi natumia usiku. Nikamwambia sawa, ina shida. Kwa ikifika saa 2 saa 3 anakuja anachukua iftari. Jose huyo. Saa 2 hivyo. Siku hiyo akaja nyumbani, maji kwao yakakatika. Akaja kuchota maji nyumbani. Akanikuta nimeama nafua, akaniuliza mbona wewe uko hivyo? Nikamwambia najisikia siko sawa. Kwa nini? Nikamwambia mimi na kawaida tumbo niuma sana. Akanambia Mungu atakusaidia, pole. Nikamwambia sawa, akaondoka. Basi toka na hapo nikawa nimejenga tu urafiki na ukaka. Hivyo hiyo siku ikabidi nimwambie ukweli. Nilikuja nyumbani nikamwambia mimi naumwa. Naumwa muda mrefu, natokwa na damu. Sasa hivi nimechoka. Akanambia nikikwambia kitu utaniamini? Nikamwambia nitakuamini. Akanambia kuna sehemu nataka nikupeleke. Nikamuuliza tu kwanza wapi. Ukajua mganga mwingine huyo. Moyo wako ukakwatuka afadhali sasa. Nikamuuliza wapi? Akaniambia kanisani. Nikamwambia hayo makanisa mimi nimeachoka kwa kweli. Hayo makanisa unafanya nini? Nimechoka na wala sitaki kwenda. Akaniambia twende utapona. Nikamwambia nishazunguka sana. Sijaona chochote. Bora tu nikae kama ndo hivyo. Akaniambia hamna, twende. Siku ya kwanza ile nakuja hapa nikamwambia kwanza mimi kwanza nauli yenyewe sina, nataka kwenda kanisani. Ukaka akaniambia baadaye nitamtuma mtu akufuata. Aje akuchukue na bajaji, atakupeleka kanisani. Nikamwambia paka sasa unaingia gharama zote hizo, mimi ni ndugu yako? Akaniambia mna, nimeamua tu kukusaidia. Nikamwambia basi sawa. Ile siku tumepanga kuja huku, nimeshinda vizuri sana. Lakini cha ajabu imefika saa 8 nikaanza kusikia maumivu makali sana. Nikawa nimemtumia message nikamwambia mimi siwezi hata kutoka, najisikia vibaya sana. Akanambia hivyo au kama vipi bajaji itakuja mpaka mlangoni, mpaka hapo nyumbani. Nikamwambia mna wewe usijichoshe, mimi siendi, nitaenda siku nyingine. Akanambia acha ibilisi, wewe twende. Basi akachukua bajaji kaja paka juu, nikajikongoja hivyo nikaenda. Ndo tukaja hapo. Nilipofika hapa nikaona watu wanaomba. Kwa sababu mimi kaja wapi hapa sasa? Hapa kanisani. Hapa wapi hapa? Kanisani. Hapa ni wapi? Hapa kanisani. Kwa hiyo mkafika hapa kanisani. Tukafika. Arena of Liberty. Okay?
Baada ya kufika hapa, tulivyofika hapa, mimi nikawa najisikia bado sipo vizuri. Okay. Kwa sababu mimi kama vile kuomba kama hivyo wanavyoomba mimi sijui. Basi wakati wanaomba mimi nikawa nasikia kama wananipigia makelele sana. Yaani watu wakati wanaomba wewe huku ukasikia wanapiga kelele kama wanakusumbua. Wananichosha, ikabidi ninyanyuke nikaenda kujificha huko nyuma. Ukamkimbia Mungu. Ukakimbia uwepo wa Mungu. Okay, sawa. Nikakimbia nikakaa huko nyuma. Akanifuata. Na ukaona kwamba mbona hawamalizi? Kamba wamalize tu haraka iseni ondoke kwa sababu nimechoka. Okay. Akaja mdada yule bonge akaniambia njoo rudi huko kanisani. Nikamwambia wewe niache wewe endelea, mimi sijisikii. Basi baadaye tu nikajikuta roho inanisukuma niingie kanisani. Nikakaa nikaja hapa. Nikasikiliza. Naweza kidogo sauti iko vizuri mic. Nikasikia. Ukasikia nini? Nikasikia mahubiri, ukaanza kuomba, nikatoka hapa mbele. Nikawa najisikia kama kuna kitu kama mtu ambaye anataka kujifungua. Wakati nakuombea. Wakati unaniombea. Nikawa najisikia kama maumivu ya mtu anataka kujifungua. Kusukuma mtoto. Basi nikawa tunalibinya hivyo tumbo. Baadaye uvotoka ukaniambia niende kule chooni na yule dada avonipa tishu. Huwa natoka damu nyeusi na mavibonge bonge. Kwa sababu nilikwambia kama uende chooni kufanya nini? Nikaingiza tishu. Uone kama damu inatoka bado. Wakati naingiza tishu, haikutoka ile damu inayotoka siku zote. Imetoka damu ya rangi ya nyanya. Kwa ile damu nyeusi nzito ikaacha inatoka rangi ya nyanya. Wakati ulivyoingiza tishu ili tujue kama kinaendelea nini. Nikajiingiza, nikatupa ile tishu. Nikawa nimerudi tena huko. Ukaniombea tena. Ukaniambia nirudi tena chooni. Nikarudi, nikajiingiza, nikaona nimetoka kitone cha damu tu kidogo. Nikavaa ndo nikarudi. Nilipofika hapa ukaomba tena, nikarudi kukaa, maumivu yakawa yameisha. Nikawa najisikia ni mtu mwenye amani. Mwili wangu kama kuna kitu kimenitoka. Kipindi nimekaa pale. Basi tukaja tukaondoka nyumbani. Kwa hiyo toka nimetoka hapa ile siku mpaka leo. Sijatoka tena na damu mpaka sasa hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tangu siku ile ulivyotoka hapa siku ya deliverance. Ndio. Ulivyoenda mara mwisho chooni. Ndio. Kujicheki. Ndio. Tangu siku ile damu haijakutoka mpaka leo tena. Ndio. Kwa wakati unajaribu kusukuma, uliona kama kuna kitu kinatoka ambacho ukioni, au iliishia tu kupush kama mama anataka kujifungua? Imejishia tu kama anataka kusukuma, basi ile hali ikakata. Ndio. Na tangu siku ile una amani? Na amani mpaka leo. Ndoto zako zimekuaje? Naota, kuna wakati naota nimevingirikishwa kwenye sana. Sasa hivi, yani sasa hivi baada ya ukombozi unaotaje? Kwa mfano jana usiku nikawa nimeota ndoto nyingi sielewi. Kwanza nimeota marehemu mjomba wangu tulishamzika toka mwaka majuzi. Lakini cha ajabu jana usiku nimeota tupo tumeenda tena kumzika. Baadaye nimeota kuna watu wamenifuata, kuna vitu wanataka kunifanyia. Wakati najikuta naomba, kati hata kuomba mimi sijui. Kwa hiyo sasa hivi unaanza kuomba? Usiku. Okay, sasa uliniambia mganga alikufuata. Tuache kwanza hiyo naona roho ya mauti, takuombea haitarudi tena. Hiyo mganga alikuja siku ile akadai. Baada ya deliverance mganga aliyekuwa anakutibua hakuvumilia. Alikuja. Alivyokuja alikuwa anataka, kwa sababu kuna kidude nilipewa, yeye anakiita kingamuzi. Jamani, wasikilizaji na watu mnaotazama hii video, tafadhalini naomba mtege. Kuna kingamuzi katika ulimwengu wa roho. Kama mnafikiri vingamuzi ni nani DSTV tu si na nani, kuna nini kingamuzi? Kwa alikupa kingamuzi cha nini sasa? Hicho kingamuzi ili akuone kile unakwenda au? Kama hivi nikiwa nimetembea na kiweka kwenye manyonyo, nikilala na kiingiza kwenye mtu, yani muda wote niwe niko nacho. Ili iweje? Anasema ajue kitu kinachoendelea katika maisha yangu.
Kwa hiyo alikupa king'amuzi. Nipa king'amuzi. Ngoja nicheke kwanza binti yangu. Nisamee tu jamani. Kwa hiyo mwanangu ulikuwa na king'amuzi cha kipepo. Sasa utafanikiwaje kama una king'amuzi? Ina maana ukipata hela anaweza akatuma bisibisi kakufinya nchui, ukasema ngoja niende kwa mganga wangu. Usiameka king'amuzi bwana. Ina maana kila unachokifanya akiona umeshika hela tu lazima atafungulia bomba la damu. Kwa hiyo wewe uliongeza shida juu ya shida, unajua? Ndio. Ina maana uponyaji usivyopo kwa sababu akiona tu umepata 200,000 lazima hicho king'amuzi kimwambie, na kikimwambia atafungulia tena bomba la damu. Ndio. Kwa hiyo kila unachopata unamkimbizia. Leo mpaka nimeweka vitu vyangu leani yote kwa ajili ya kumpelekea yeye hela. Ndio. Kweli king'amuzi. Ulitumia pesa gani kwa hiyo mwenye king'amuzi? Hela nyingi kwa sababu nilichukua TV ndani. Jesus. Nikaenda kuweka kundi la kina 50 nikapeleka. Nikaja nikachukua king'amuzi changu. Mpaka leo vitu vyote viko bondi. Hela zote nimepeleka huko. Kwa mganga? Ndio. Na bado amekupa king'amuzi na bado huponi? Ndio. Pole sana. Shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Yani yule mganga sio mganga, sio tapeli, alikugeuza wewe kichuma ulete, lakini yuko Mungu anayerejesha. Baada ya king'amuzi chake kukaa kwenye maziwa. Imani watazamaji na wewe mnisamee tunacheka. Imagine shetani anatupiga. Imagine mtu na akili timamu tunapewa king'amuzi, lala nacho. Wana wa Mungu, hebu tunje kwa Mungu. Wewe mbona nitazama ambao unaenda kwa ganga unapita, hebu njoo kwa Mungu wewe, acha kudanganywa kiasi hicho. Binti yangu, kwa hiyo ukawa na king'amuzi, akakupa nani tena? Ndio hicho king'amuzi, kuna kiguo cheupe. Akawa ananiambia bwana niende niwe naoga njia za panda. Kinguo kama kikaki, sio hata vikaki, sio vinini. Vitambaa vile vyeupe. Akawa ananipa niende nioge. Unaoga njia panda saa ngapi? Huwa naenda hadi saa 4 za usiku. Anakufundisha uchawi wewe, unajua tayari. Ulishaanza kuingizwa. Kweli kabisa. Kingine? Hivyo akawa ananipa dawa niende nichimbie sehemu. Hayo ukikamata uchawi. Na kuna siku tulifumwa. Tulifumwa? Mlifumwa na yeye? Wakati tunazika dawa. Wewe na nani sasa? Nilimwomba rafiki yangu anipeleke. Tunafikia kuna kaka wakawa wametumulika na tochi. Wasema wanga nyie. Yes. Kwa hiyo baada ya hapo alivyokuja sasa alikuwa anataka king'amuzi chake. Anataka hicho hivyo vitu vyote na madawa yote. Nikamwambia tu mimi vitu sivioni kwa sababu nilikuwa na lengo la kuvileta vyote huko. Na hicho king'amuzi mpaka leo asubuhi nilikuwa natafuta nilipokiweka. Lakini hatimaye sijakiona kabisa. Kwa hiyo ukamwambia sikioni. Mimi nikamwambia sikioni, ila nilijua kabisa kuna sehemu nimeviweka, sitaki kumpa, nataka nivilete kanisani. Lakini cha ajabu hivyo vitu ulivikusanya pamoja? Vitu vyote alikupa ulivifunga pamoja? Nilivifunga pamoja, ile hicho king'amuzi. Na hiyo kaniki? Ndio nilivifunga pamoja. Wako niambia kulikuwa na kaniki. King'amuzi nilikiacha chenyewe pembeni, nikachukua container nikakipachika hivi ndani ya container. Lakini cha ajabu ndani ya container na chenyewe king'amuzi hamna na kaniki akaondoka. Vikajisapia tu? Sijaviona mpaka leo. Unaenda kufuata ulipoweka ukakuta king'amuzi hakipo. Na hiyo kaniki haipo. Alafu yeye akakwambiaje sasa? Ndio watu wakananiambia kuna kazi unatakiwa ufanye umalizie ili uwe sawa. Paka jana usiku nilipotoka huko nimefika nyumbani nikawa nakula akawa simu inaita. Nikawa nimepokea kwa sababu nilipanga nimwambie ila nikaona haina haja. Bwana niamua tukaa kimya. Akaniambia kesho unaweza ukaja Kibaha. Nikamwambia kwanza sina nauli sasa hivi na maisha magumu sana. Akaniambia nakuombea utapata hela mjukuu wangu, kesho naomba uje. Nikamwambia basi sawa haina shida. Asubuhi leo akawa ananipigia sana simu. Mwisho siku akanitumia message pale ninayo. Akaniambia pokea simu kuna kazi unatakiwa uifanye. Sina nilichomjibu. Huyo ndo anataka kuchukua mateka kama alivyomchukua kama wanavyochukuliwa mateka wengine. Yaani huyo anataka kuingiza kwenye system.
Kwa hiyo ulivyokuwa hujajibu simu ndo hajanipigia tena mpaka sasa hivi. Sasa sijajua kule kama amepiga au. Okay. Kwa hiyo alivyokuja nyumbani kwa mama yako akasemaje? Anakuja tu anaongea tu na mimi kwa sababu mimi mama yangu ana dini sana. Na mambo huwa sipendi kumshirikisha na mwenyewe huwa. Sasa akija nyumbani wewe unamwambia mama huyo ni nani? Namwambia mama yake mdogo na rafiki yangu. Sasa uone kama unamletea mamako pia disaster pale nyumbani. Akianza kuwaroga watu wa ndani na kuwachanganya ndimi. Binti yangu nataka nikwambie, shetani hana urafiki. Kweli. Sawa Kama umekuja mara moja, okay, baada ya kukanyaga hapa umepona, si ndio? Na damu haitoki kabisa. Na una amani. Na amani. Sasa na unalala vizuri. Sasa huyo mganga bado anakutafuta. Kwani usimblock basi? Kwa sababu mblock bado amekushikilia. Unamwogopa? Hapana. Unamheshimu? Hapana. Sikiliza. Kama Mungu ametenda muujiza ambao yeye mganga hakuweza. Halafu hapo umetoa shilingi ngapi? Hapa Arena of Liberty kanisani. Umetoa shilingi ngapi ili utendee muujiza? Hela ndogo sana. Shilingi ngapi umetoa hapa kanisani? 2,000 tu. 2,000 ulitoa kama kutendea muujiza au ulitoa kama sadaka? Nilitoa kama sadaka. Ulitoa kama sadaka. Ndiyo. Kwa wewe ulitoa sadaka tu 2,000. Baada tena hapo kwa tulivyosema sadaka ukatoa 2,000. Ndiyo. Na Mungu amekufanyia mambo makubwa. Ndiyo. Hakukudai chochote? Ndiyo. Ulikuja na kiingilio hapo? Hapana. Ulijiandikisha? Hapana. Umekuja tu ukafanya ibada ukatoa sadaka yako 2,000. Ndiyo. Sasa unamng'ang'aniaje mtu ambaye amekufilisi mpaka TV Huda na hajakusaidia? Kaa mbali na Lucifer. Sawa Sawa. Kaa mbali na Lucifer. Sawa. Nitakuombea kukutenga na huyo Lucifer, lakini kaa mbali na nini? Na Lucifer. Kwa hiyo nawaambia nini watu ambao wanateseka? Watu wanaopitia magumu, watu ambao wamehangaika kwa waganga na wamepitia kwenye makanisa mengi. Hebu ulivyokuwa kwenye makanisa mengi, ulikuwa unaangalia, ulikuwa unatazama nini? Unatazama ile miujiza au wingi wa watu, au na ulivyokuja hapa ulifilije? Maana kanisa letu ndio kama unavyoliona hivi. Ulifeel vipi? Ulisema hapa kuna Mungu kweli hapa? Nilisema au Jose kanidanganya? Ulisemaje? Kwamba usione haya Mungu, tunaongea tu ni kuwajenga watu wengine. Ulisemaje? Nilimtumia Jose message nikamwambia hilo kanisa. Wakati umefika hapa. Wakati Jose anaimba hapa. Ukamwambiaje? Nikamwambia tu hilo kanisa hata sielewi si. Bwana binti yangu umekuwa mkweli. Ukasema hili kanisa hata sielewi si. Mako tegemea ukute jengo kubwa. Ndiyo. La kisasa. Ndiyo. Lakini ukakuta ndio madhabahu ndo kama hii mwanangu, vile ulivyotegemea mipangilio ya ibada haipo, mrindimo wa watu hamna, ukasema lo. Lakini ona Mungu alivyokushangaza. Sasa ili kanisa unalionaje sasa? Nzuri sana. Nzuri. Umemwona Mungu? Ndiyo. Wa mahali hapa. Ndiyo. Hapa hapo kijio unakutana na Mungu. Hii ni Penueli, moja kwa moja unakutana na Mungu. Arena of Liberty ni mahali pa ukombozi. Si unaona umekombolewa? Okay, unataka kuambia nini watu ambao wanafika mahali wanaangalia mazingira? Kwa sababu hata wewe ni mazingira, kama sio Mungu kuingilia kati ungeweza kutoka kama, kwa sababu unapodharau mazingira sangine unadharau ile nguvu ya Mungu bila kujua kama umemignore Mungu. Kwa sababu mahali popote ambapo Mungu anaitwa kuna sababu kwa nini wako pale. Unawaambia nini watu tunapomalizia? Nawaambia watazamaji warudi kwa Mungu. Na pia wasiangalie ukubwa wa kanisa wala udogo, angalie Mungu anafanya nini. Ndiyo. Okay. Na wale wanaenda kwa waganga, waache kabisa, kwa maana waganga ni waongo sana. Kwa hiyo umetapeliwa. Ndiyo. Wewe umetapeliwa. Mpaka TV na ukapewa kingamuzi. Ndiyo. Sasa ujue kingamuzi hicho kimeondoka na nini? Sijui. Jamani, hebu watu watasema shetani ni muongo. Ndugu mtazamaji, wana niangalia kwenye hiki kipindi cha This is my story, shetani ni muongo. Ni muongo sana. Yaani yuko kuchinja kuwa na kuharibu. Tazama, amelipa pesa nyingi, ametumia gharama kubwa, hata mpaka na mali zake zote
zikaenda, lakini hajapona. Ameingia kanisani, anasema hivi, ametoa 2,000 tu sadaka. Na tena Yesu kwamba aliombwa, ni kwamba ibada inaendelea. Jamani, wakati wa kutoa sadaka akatoa 2,000, lakini Mungu amemtendea zaidi ya operation. Karibu kwa Yesu. Karibu Arena of Liberty. Mahali pa ukombozi. Arena of Liberty ni mahali pa ukombozi. Kanisa letu liko Sinza Kamanyola. Sinza Kamanyola, nyuma ya shule ya Mugabe, ukumbi Makutibi. Ukifika tu pale Sinza Kamanyola kituoni, utaona kibao kimeandikwa Arena of Liberty. Nikukaribisha wewe mtu unayeteswa sana na magonjwa, vifungo, umeliwa hela na madaktari na matabibu. Kuna magonjwa mengine hayatoki kwa madaktari, yanatoka kwa Yesu. Njoo kwa Yesu nawe utapona. Shalom, Mungu akubariki sana. Majina yangu naitwa Apostle Devota. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha This is my story na Apostle Devota. Nawapenda sana. Mungu awabariki. Binti yangu, Mungu akubariki sana. Amen. Shalom sana. Endelea sasa kusoma neno, endelea kuomba, tia bidii na Mungu, jitenge na waganga na utamuona Mungu akitenda. Na mume wako Mungu atageuza uteka, kwa sababu yule adui kama damu imekoma, basi vitu vyake vyote tayari vishapigwa na hana nafasi tena kwenye maisha yako. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amen.